Mtazamaji wa Truth Media, ikiwa leo ni Jumanne ya Mei 6 mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa. Kama kawaida tumekuja kumtembelea mzee wetu maarufu kama Mzee George hapa katika ofisi zake. Ni kubwa ni moja tu kuzungumzia kuhusu dabi ya Kariakoo. Young Africans siku ya jana uliweza kuwasikia. Wao wametoa taarifa yao kuwa hawachezi dabi, lakini leo asubuhi barua kutoka bodi ya ligi imeweza kusambaa wakipanga tarehe ya dabi kuwa dabi itachezwa Juni 15 mwaka 2025. Maoni ya Mzee George, yeye ni shabiki na mwanachama wa Young Africans, tumekuja kuyasikiliza kilichotokea. Yeye anazungumzia nini? Mzee George, kwema kabisa. Habari ya kazi? Salama, uzima upo? Habari ya majukumu? Alhamdulillah, kwema. Najua leo mnatembea mnatafuta habari nyingi kuhusu swala la dabi. Karibuni sana. Kwanza kabla ya kuingia kwenye swala la dabi, Mzee George, tugusie kwanza kwa barua iliyorudi kutoka kasi ambapo Young Africans walienda kushtaki bodi ya ligi, TFF pamoja na Simba Sports Club. Kwa yale yaliyotokea, umeweza kuridhika nayo kutoka kasi? Ile barua kwanza imeleta mchanganyiko. Kuna baadhi ya watu wa habari, wachambuzi mbalimbali, vyombo vya habari na watu wengine kama sisi wengine walishindwa kuitafsiri ile barua ilikuwa ikimaanisha nini. Labda hapo niongelee, kwa sababu mambo ya kisheria kidogo na sisi tunafanya. Labda niongelee kwamba hivi Yanga walipeleka ule mgogoro kule kasi baada ya bodi ya ligi kuvurunda mchezo wa dabi wa siku ya tarehe 8. Mchezo namba 188. Kuvuruga. Yanga waliandika barua yao ya kutaka, walidai mambo mengi tu pale na kutokuwa imani na bodi, ikiwemo kutaka alama 3. Ile barua hawa bodi ya ligi walijibu, alafu baadaye wakasema wanafanya uchunguzi. Kwa hiyo Yanga wasubirie uchunguzi. Uchunguzi kwenye mambo gani? Uchunguzi kwenye mambo ya rushwa, wale sijui kulikuwa na mabouncer, vitu vingi walivitaja pale. Kwamba kulikuwa na hali ya usalama. Hayo ndio mambo walisema yanafanyiwa uchunguzi, wataita taarifa. Kwa hiyo Yanga walipozi kusubiria ule uchunguzi. Cha kushangaza, muda ulikuwa unakwenda. Yanga walichokifanya, wakaamua kupeleka kuwai muda kule kasi. Kwa sababu muda ukipita kwenye kisheria wanaita time bad. Ikiwa time bad, maana mko nje ya muda. Kwa hiyo hamwezi kufungua mgogoro tena au kuendelea mgogoro. Halina mashiko kwa sababu nyinyi mmetoka nje ya muda. Yanga walipeleka ile. Na Yanga walifanya vile, walijua wanafanya nini. Sio kwamba walikuwa wajinga. Walisema tupeleke hii na majibu lazima yatakuja kwamba hivi tunahitaji hukumu. Sasa ile barua inawaelekeza Yanga pamoja na TFF kuna majibu wanatakiwa watoe TFF. Kupitia ile kauli wanafanya uchunguzi. Katika uchunguzi wao maana yake wamefikia wapi? Sasa utaona watu wengi wameshindwa kuelewa hapo nini kinachoendelea. Wanajua kasi, mgogoro ushafutwa, mgogoro ushaisha. Lile faili bado liko kasi, inasubiriwa barua ile, kesi ile iendelee. Sasa TFF, bodi ya ligi, cha kushangaza, baada ya kupokea ile barua, wao walivyoitafsiri wao, kwa sababu wana sheria wao, wameona wapange mchezo. Mzee George, kwanza hapo kidogo tunashindwa kufahamu sisi wengine. Kasi wanasema kasi barua ile walirudisha huku wakitaka Young Africans kwanza wamalizane kwanza huku ndo waende tena kule wakaanze upya. Kwa sababu mgogoro sasa hivi uko ndani ya muda. Maana warudi huku shirikisho letu litoe majibu. Siwe Yanga waliandika majibu ya yale. Wakasema tusubiri uchunguzi. Alafu tukipata uchunguzi watatoa. Pamoja kuwa vyombo vilifuatiliwa PCB wapi kujua nini vyetu usalama, hakukuwa na taarifa zozote. Kwa hiyo hapo wao wakajichanganya. Sasa wao wamekuja wamefanyaje? Wamepanga mchezo. Hapo ndo kwenye shida ambayo imeanza kujitokeza. Maana yake wamepanga mchezo. Maana yake wamejibu matakwa na maelekezo Yanga wapitie kwenye ile bodi. Sasa Yanga kwa nini wanasema hawachezi?
Yanga wanasema hawachezi kwa sababu hawana imani na shirikisho lile ambalo linaloongoza, halina imani na bodi ya ligi pamoja na shirikisho lake, kwa sababu hilo ndio lilosababisha mchezo tarehe 8 usifanyike. Sasa ona cha kichekesho, na ndio maana unakuta mpira wetu unaharibiwa. Baada ile barua kurudi na watu walivyotafsiri tofauti, ulisikia mwenyekiti wa bodi ya ligi maneno aliyotoa mzee Mguto, mzee Steven Mguto. Mimi sikutarajia yule aongee. Mimi nilitarajia yule angepose, angekaa kimya, asubiri kinachoendelea. Matokeo yake anaongea, si tulijua tu au Yanga wataenda kuangukia pua. Kiongozi unaongoza taasisi kama ile ya bodi ya ligi, unaongea maneno kama hayo ambao wewe ndio mlezi na umechaguliwa na hivyo vilabu vimekuweka pale, unaongea maneno kama yale. Sasa unaona vitu vidogo vidogo kama hivi ndio vinasababisha matatizo. Hakuwa na sababu yeye aseme tulijua Yanga ingeangukia poa, wakati huyo yeye ndio alisema tarehe 8 mchezo upo, wakati Simba ametoa barua. Yeye huyo ndio alikuja kuahirisha naye mchezo. Yeye huyo ndio aliomba kwamba busara itumike, akiwaomba Yanga busara itumike. Leo anawazodoa Yanga huyo kiongozi. Hebu angalia, kila awamu inapotokea mabadiliko yeye anabadilika. Sasa sisi tunaamini kama vyombo mitandao inavyosema, Yanga asipocheza atakatwa pointi 15, atashushwa daraja, atapigwa faini, sijui aloshinikiza Yanga asicheze kama kiongozi pale Yanga atafungiwa mwaka mmoja. Kuna vitu wameelekeza. Kwa hiyo mimi naamini bodi ya ligi kwa kupitia huko wanaweza kuvitekeleza hivyo, na si Yanga wako tayari. Kanuni ifuatwe. Kanuni ifuate, kwa sababu kanuni ilivurugiwa. Yanga wamesimama kwenye kanuni. Nikuulize, tokea mgogoro umeanza tarehe 8, tuseme tarehe 7, Simba alipozuiwa kule asiingie uwanjani, Yanga amevunja kanuni ipi? Ukitizama kanuni ipi wa huu mgogoro? Kanuni ambazo zilizotungwa na shirikisho na wadau. Yanga kwenye mgogoro huu umeanza mpaka umefikia leo, tarehe ya leo, mwezi huu wa 5, Yanga kavunja kanuni ipi? Lakini mzee George, wanasema kuwa Young Africans malalamiko yake kuwa hana imani na bodi ya ligi. Bodi ya ligi ambao wanasimamia ligi ambayo Young Africans anayocheza. Ukiangalia tarehe 8 tangu mechi imegairishwa pale mpaka leo hii Young Africans imecheza mechi kadhaa za ligi, lakini mechi hizo zilizocheza ni zinasimamiwa na hao bodi ya ligi. Kwa nini asisusie hata mechi hizi nyingine zote? Mgogoro wetu uko kwenye mechi ya dabi ya tarehe 8. Yanga anapoingia kusema hivi amesusia na mechi zingine za kuja, hapo atakuwa amekiuka. Pale anatimiza wajibu wake. Yaani Yanga mgogoro wake uko bodi dabi ya Simba ya tarehe 8. Leo akakatai kucheza na Namungo, akakatai kucheza na KMC, wapi na wapi? Kisa eti mgogoro wa tarehe 8 unahusiana vipi? Kwa sababu hana imani na bodi ya ligi. Hana imani na hatuna imani. Sisi tushapeleka maombi kupitia mgogoro ule. Wamesema hatuna imani na bodi ya ligi kupitia mgogoro ule. Sasa kama tumesema hatuna imani na bodi ya ligi kupitia mgogoro ule, wao ndio walioharibu. Na ukitizama wao ndio wameharibu. Yanga hakuwa na issue, wao ndio wameharibu. Mzee George, kanuni inasema kuwa Young Africans timu ambapo timu isipopeleka timu uwanjani, isipoenda uwanjani, wanakatwa alama 15, kushushwa daraja na faini kama ulivyozizungumza hapo. Unaona Young Africans mfano asipopeleka timu yake tarehe 15 mwezi wa 6 kwenye mechi ya dabi, atakubali kweli kukatwa alama 15 hizo na kushushwa daraja? Mimi nafikiri wakifikia hatua hiyo ndio mgogoro utakuwa mzuri. Kwa sababu Yanga itabidi akate rufaa sasa na mgogoro utasikilizwa vizuri. Kwa sababu kama Yanga asipopeleka timu alafu ikafikia tu asema haya tunamkata point 15, tunamkata point 3, tunamshusha daraja, Yanga atakata rufaa. Tena ndio mgogoro utakuwa mzuri. Mgogoro ndio utakuwa mzuri. Maana sasa ndio utaenda moja kwa moja kafu. Wataulizwa hiyo barua mliotumiwa ya kusema Yanga wapitie huko, nyinyi mliifanyia kazi au mliielewa? Watasema Young Africans hawakuja kweli. Hawakuja vipi? Hawakuenda kwenye zile mamlaka ambazo walitarajiwa kwenda. Sasa si barua si ipo. Barua ipo. Claim za Yanga zinajulikana. Hawezi kwenda mara ya pili tena. Barua ipo. Nyinyi baada ya kusikiliza walitakiwa wale ile barua imekuja, wao wangesema hivi, jamani Yanga njoeni.
Lakini mzee George, hapo taarifa zinasema kuwa Young Africans hawakupeleka malalamiko, ila ni CEO wa Young Africans Mtine alimwandikia barua CEO wa bodi ya ligi ambao ni Almas Kasongo. Ni CEO kwa CEO tu aliandikiana barua na yeye CEO wa bodi ya ligi akamjibu CEO Mtine. Ngoja nikwambie. Hiyo barua unasema hayakuwa malalamiko vipi? Zile claims zimeonyeshwa kwamba kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Si unaelewa? Alafu na yeye alijibu. Lakini kwenye kujibu matokeo yake wakaja kusemaje? Kwamba haya mambo mengine si yanafanyiwa uchunguzi. Sasa wewe fikiria, hivyo tokea ule mchezo wao walitoa kauli moja kwamba mchezo utapangwa. Tokea kipindi kile mchezo ulipangwa. Kwa sababu gani? Yanga si waliweka msimamo kwamba hawatacheza. Matokeo yake wakapika swala lao kasi, wameenda. Wao wamerudi. Unajua mgogoro huu unachagizwa na wengine wasiohusika. Wasiohusika vipi? Mfano mgogoro huu ni kati ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi pamoja na TFF. TFF anaingia baadaye, bwana Kalia alivyotoka Sekafa huko akatambanya maneno, akavuruga maneno, akaongea maneno ya ajabu, ndio ukakuta TFF anaingia pale. Sasa hao wengine wale wana nani hao, kama uchukulia Simba kwenye mgogoro huu ana interest gani? Simba si alitajwa katika ile barua ya kasi, ameenda kushtakiwa bodi ya ligi, TFF na Simba Sports Club. Ametajwa yeye. Simba pale maneno yake atasema machache tu kwamba mimi sikucheza kwa sababu bodi ya ligi ilinithibitishie nisicheze. Sio kwamba kanuni bodi ichukue bodi ya ligi. Manake bodi ya ligi ndio walivuruga mchezo. Simba walivotishia hawatacheza. Bodi ya ligi ilikuwa ndio watoe tamko kama hamtacheza, kama alivyoanza mwanzo Mguto, hamtacheza, mechi iko pale pale. Ilitakiwa Mguto yeye na wenzake waseme, wasimame pale pale. Simba wangeleta timu. Kwenye jambo hili unavyoona mzee George, Simba Sports Club wanakosa lolote? Simba wanakosa. Kosa lao Simba linakuja mahali pamoja. Wao walitoa tangazo usiku wa manane saa 6 saa 7 za usiku kwamba hawatacheza mechi. Kwani tangazo lile lilikuwa naathiri vipi mechi? Ndio maana hivi. Na ndio maana lile tangazo Yanga walilipuuzia. Yanga wakaamua kupeleka timu. Lakini bodi hiyo ya ligi ikavuruga tena. Ikatoa malansmen wale, ikatoa referee, ikatoa nini. Yanga wakaingia pale bila wale watu kuwepo, ili kutengeneza mazingira kwamba mchezo wameufuta. Hao wamefuata nini? Na kichekesho pale Yanga walivyofika, mimi nilitegemea Yanga wangekuta geti limefungwa, wasiingie uwanjani. Wanakifika pale waambie hivi, mechi imefanyaje? Imefutwa, mmekuja kufuata nini? Wale wakaruhusiwa waingie. Unajua sasa hivyo ni vitu vichekesho ambavyo vina ni vya kitoto, vinasababishwa na bodi yetu. Bodi ingelikuwa makini kwenye mgogoro huu, ilikuwa wasimame pale pale kama walivyoanza mechi ichezwe. Kama Yanga uliwazuia wale au mabouncer, taratibu zingefuatwa. Lakini hivyo mpaka leo kuna ushahidi 100% Yanga ndio waliwazuia wale. Leo wewe unaweza kusimama kabisa ukaandika paper ukadhibitisha kuna ushahidi. Clips za video zipo za wale mabouncer ambao wanaonekana mara kadhaa wanaambatana na klabu ya soka ya Yanga. Wanaonekana. Wengine ni wanachama kabisa. Wanaonekana, lakini walionekana wamevaa jezi za Yanga. Siku hizi kuna mchezo mtu anaweza kavaa jezi, mimi naweza kavaa jezi ya Simba afu nikajifanya mwana Simba. Kumbe mchezo upo mzee. Upo pale Wanda Taifa. Hata unaotoa maoni unakuta anavaa jezi ya Simba anajifanya yeye mwana Yanga, wakati Yanga nani? Na wao mashabiki unawafahamu. Wapo wengi. Sisi tunakuepo wengi, sasa siwezi kuwataja. Sio vizuri kumtaja mtu. Wewe si unamwona tu huyu Simba anajidai kuzungumzia Yanga, kakeleka, kafungwa, kumbe muongo. Sasa hivyo vitu vipo hata kwenye mitandao. Wewe si unaona mtu anakuambia tu maneno yake ya ajabu, Yanga sasa hivi sijui umetokea hivi nini na nini, anatoa maoni. Sio kweli. Mimi niseme hivi kitu kimoja, ndugu mwandishi. Yaani hili kuunusuru mpira wetu. Kwa sababu nchi hii wanachama wa Yanga ni wengi mno kama walivyo Simba. Nchi hii ili kuepusha mpira wetu usiende alijojo au usivurugike, bodi pale wanatakiwa wajiuzuru. Hayo makosa hata mtumishi wa serikali wanapovulunda, taasisi mtu anapovulunda, kwa hayo mvulundo waliofanya wenyewe, wamejikanyaga wenyewe. Kwa sababu nilisema mwanzoni, hivyo ukichunguza
tokea mgogoro uanze Yanga kavuruga kanuni wapi? Hakuna. Lakini mwenye aliyoanza kuashiria kuvuruga kanuni ni nani? Simba. Alafu bodi ya ligi imesupport. Bodi ya ligi kwanza haikusupport. Ikaona Simba hawana mashiko kwamba msije amta mchezo uko pale pale. Baadaye wanakuja kukubaliana kwamba kulikuwa na viashiria vya hali hatari, sio nini na nini, rushwa nini na nini, viliripitiwa wapi. Kwa hiyo kuna vitu vya kubebana.